Na mtazamaji wa Dede TV, karibu katika kipindi kizuri kabisa kinachokujia kutokea hapa katika studio zetu. Kipindi hewani ni Tumaini katika Sifa, na siku ya leo tutakuwa na kwaya ambayo itakuwa ikikubariki kutokea hapa katika studio zetu. Endelea kubarikiwa na nyimbo nzuri ambazo zitakuwa zikilindima mahali hapa. Mungu na kubariki. Nitamkaribisha dada Selina, katibu wa kwaya hii, aweze kutupatia ombi la ufunguzi wa kipindi chetu. Tuombe. Asante Mungu kwa wakati huu tena tunapoenda kufungua kipindi hiki. Anza nasi, maliza nasi katika Kristo Yesu. Amina. Tutakuwa naye mwenyekiti wa kwaya hii, atatujuza mambo mbalimbali kutoka katika kwaya hii. Nipo naye hapa, atatutajia kikundi kinapatikana kwa jina gani, aidha kama ni kwaya au ni kikundi, atatuambia yeye mwenyekiti. Mwenyekiti, tafadhali karibu. Asante sana. Yes, unaitwa nani kwa majina yako? Jina langu ni Bernard Baya Thomas. Yes. Naam. Nilitamani ni kuulize kwamba kwaya ama kikundi hiki hii ni kwaya au ni kikundi? Hii ni kwaya. Okay, hii ni kwaya. Yes. Hii ni kwaya, naam. Hii kwaya hii inapatikana hapa katika kanisa hili, si ndio? Naam, kwaya hii inapatikana katika kanisa hili la Wazo Hill. Okay, yes. Naam. Sasa napenda kutamani kufahamu kwamba kwaya hii imeanzishwa lini labda? Well, kwaya ya Friends with Christ ilianza mwaka wa 2023. Yes, kwa hivyo kuanzia huko ilikuanzia mpaka sasa ni takriban miaka 3 sasa. Naam. Yes, maono yenu kama kwaya ni nini hasa? Well, maono ya kwaya hasa ni kuhakikisha kwamba ujumbe huu ambao unapatikana katika nyimbo hizi tofauti uweze kuwafikia watu walio mbali zaidi ya maeneo yetu ambayo tunaishi hapa karibu. Kwa hivyo kando na kwamba tunaweza tushindwe kufika kule, ujumbe huu unaweza kuwafikia wale walioko mbali kwa njia ya uimbaji huu. Kwa hivyo lengo hasa ni kuhakikisha kwamba watumishi wa Mungu walioko mbali wanaopokea ujumbe wa Yesu Kristo. Naam. Yes, okay. Kwa maono yenu makubwa ni kueneza injili kupitia namna nzuri ya uimbaji, kutumia sauti zenu, si ndio? Kabisa. Yes, mipango sasa ya kwaya ni nini hasa? Well, mipango ya kwaya ni mingi. Kwanza tayari tushamaliza kurecord an audio. Tumemaliza ambayo ni audio ambayo ina nyimbo 7. Na kando na hivyo tuna mpango wa kushoot an extended playlist ya nyimbo hizo 7 ambayo itakuwa ni kwenye hiyo album ambayo tumeizungumzia. Lakini pia tuna mipango mingi hasa katika muktadha wa kufikia ulimwengu. Tunapozungumzia masuala ya kwenda kutoa huduma katika maeneo tofauti hasa katika jamii, katika makanisa, katika miji ya watu, kuhakikisha kwamba ujumbe unawafikia watumishi wa Mungu katika maeneo mbalimbali. Yes, nilitamani kufahamu pia kwa namna fulani labda mnapatikana katika platform gani katika mitandao ya kijamii, ili mtazamaji wetu anayetuendelea kututazama endelee kuwafuatilia naye endelee kubarikiwa na nyimbo nzuri ambazo mnaziimba. Na tunapatikana katika platforms literally zote. Kwenye YouTube tunapatikana katika tunatumia jina @friendswithchristmusic, lakini pia Instagram tunatumia the same name ama jina moja ni lilo hilo, Facebook jina ni lilo hilo. Kwa hivyo hizo ni kati ya zile media platforms ambazo tunapatikana, ambapo mtu anapotamani kututazama basi asisite kufika huko. Nasimama kukusifu nikipiga magoti, ila mwili dhaifu. Washata moyoni mwangu, nijaze Bwana, wajua nilivyo. Washata ndani yangu, washata moyoni mwangu, nijaze
ponya mimi. Roho wako atawala kama upepo mkali. Washa taa moyoni mwangu, nijaze Bwana, nilivyowasha taa ndani yangu. Washa taa moyoni mwangu, nijaze Bwana, nilivyowasha taa ndani yangu. Washa taa ndani yangu. Washa taa ndani yangu. Mtazamaji wa Dede TV, kwaya nzuri haikosi mwalimu ambaye anaweza kuiongoza na kuifundisha ili iweze kutoa nyimbo nzuri na zenye kumtukuza Mungu wa mbinguni. Ninaye hapa mwalimu wa kwaya hii. Mwalimu, tafadhali, kwa majina unaitwa nani? Asante. Kwa jina naitwa Hadness Chikera Daniel na mimi ndiye mwalimu wa kwaya ya Friends with Christ. Okay, unatumia mbinu gani kutafuta nyimbo nzuri zenye message nzuri ambazo zinaendelea kubariki wengi? Well, nasoma Biblia lakini pia nashirikisha watu wengine ambao wanaweza kusaidia katika kutengeneza nyimbo, na hiyo ndio njia pekee ambayo huwa natumia ili kueneza Injili, lakini pia kuwafikia wanakwaya wangu waweze kupata ladha tofauti tofauti kutoka katika Biblia, lakini sio tu katika Biblia, lakini na mawazo ya watu wengine. Okay, nimefurahi sana kufahamu hivyo madam. Sasa natamani kufahamu zaidi, ni combination gani au ni kitu gani ambacho huwa unakitumia ili wanakwaya wako kuungana kwa pamoja na kutoa kile kitu ambacho ni kizuri? Naona kwaya iko vizuri. Well, hakuna kwaya iliyofanikiwa inayokosa mazoezi. Kwa hiyo njia pekee na kuu ambayo tunaitumia katika kikundi chetu cha Friends with Christ ni mazoezi. Lakini mazoezi hayawezi kufanikiwa kama hakuna kujitoa. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu asilimia kubwa ya wanakwaya ambao wako hapa wanajitoa kwa ajili ya kuimba katika kwaya hii. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunakutana kwa ajili ya zoezi ili tuhakikishe kwamba kile ambacho tunakwenda kukitoa katika ulimwengu au katika jamii au kanisa kimekaa vizuri kabla ya kuwafikia. Yes, na tamani kufahamu pia kuhusiana na umewahi kupata uzoefu wowote au mafunzo yoyote yanayohusiana na muziki? Yes, wa Kikristo. Yes, yapo mafunzo ambayo nimewahi kupata japo ya muda mfupi katika kile chuo chetu ambacho kipo Bagamoyo. Yupo mkufunzi ambaye aliwahi kuja hapa kanisani akatufundisha japo si kwa muda mrefu, lakini alinisaidia. Lakini pia katika kanisa letu tuna wabobezi ambao wanafahamu muziki. Kwa hiyo mara nyingi tunapokuwa na changamoto huwa tunawafuata, hasa tunapotaka kutoa kazi tunawashirikisha kwamba tuna nyimbo hizi na hizi ndizo instrumento zetu. Kwa hiyo tunaomba mzisikilize, je, zinakubalika na zinaendana na falsafa ya muziki wa Kiadventista Kisabato. Kwa hiyo mara nyingi wakufunzi kutoka katika kile chuo lakini pia na wabobezi ambao tunao katika kanisa letu wamekuwa msaada mkubwa sana katika kunisaidia mimi, lakini si mimi tu, ile knowledge wanayonipatia imenisaidia kuwafikia wanakwaya wangu na kuimba kile ambacho kinahitajika kama Waadventista wa Sabato wanavyotaka. Okay, yes, natamani kufahamu pia una malengo gani sasa wewe kama mwalimu? Binafsi nikiongelea kwa kwaya zaidi, malengo ambayo ninayo ni kuhakikisha kwamba kwaya yangu inatoa ujumbe, lakini si ujumbe tu katika maeneo tuliopo kama mwenyekiti alivyosema, katika maeneo mbalimbali, jamii tofauti, lakini hata nchi tofauti na mabara tofauti, ili ujumbe uweze kufikika zaidi, si kwa kujivuna, lakini kuhakikisha kwamba ule ujumbe ambao Mungu ametupatia
unawafikia watu tofauti tofauti, maana tunafahamu kwamba nyimbo ni ibada na nyimbo ni mahubiri pia, ni kama vile mhubiri anavyosimama na kuhubiri. Kwa hiyo malengo ambayo ninayo hayako mbali sana na kile ambacho mwenyekiti amesema, ni kufikia ulimwengu kwa kiasi kikubwa. Asante sana mtazamaji wetu. Tulikuwa tukimsikiliza mwalimu wa kwaya hii. Sasa basi nipende kukujuza kwamba mtazamaji wetu, tutaenda kusikiliza nyimbo nzuri ambazo zitaenda kukubariki katika jioni hii ya leo. Kumbuka kwamba hiki ni kipindi cha Tumaini katika Sifa. Nisipoelewa anisamehe, na unishika mkono, jina lake litajwapo huponya shida zote, na sitabaki kama nilivyo. Asante, asante, sitabaki kama nilivyo. Asante, asante, sitabaki mdhambi. Asante, 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 sitabaki kama nilivyo. Asante, asante, sitabaki mdhambi. Asante. Yeye ni rafiki mwaminifu, atuwazia mema. Uwapo naye mkuu, huzuni tasahau, na hutabaki kama ulivyo. Asante, asante, sitabaki kama nilivyo. Asante, asante, sitabaki mdhambi. Asante, 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 sitabaki kama nilivyo. Asante, asante, sitabaki mdhambi. Asante. Mtazamaji wetu, bila shaka umebarikiwa sana na kipindi chetu hiki bora. Kila jambo lenye mwanzo halikosi mwisho. Tutapata ombi kutoka kwa dada Sala, lakini pia nitakuachia wimbo mzuri ambao unasema vuno hakika utakubariki. Tuombe.
Mtakatifu, mtakatifu ketie mahali pasiri juu mbinguni, asante kwa kuwa nasi kuanzia mianzo hadi miisho. Tunakuja kwako tukikurudishia sifa na utukufu. Tunajikabidhi mikononi mwako tunapoenda kumaliza, uweze kututangulia. Ndio hayo tukiomba ni katika jina la Yesu, amina. Unola utukufu la karibia, wanawaita wavuni waje. Unoli na ngamba lina karibu, peleka galani karibu waja. Haraka furahia niganda, bebani niganda. Haraka furahia niganda, nyumbani. Haraka furahia niganda, bebani niganda. Haraka furahia niganda, asubuhi ile hakuna chozi, yaja karibuni miaka yasonga. Ngano kwa jeuri dhambi humwaga, haraka kusanya ulilopita. Haraka furahia niganda, bebani niganda. Haraka furahia niganda, nyumbani. Haraka furahia niganda, bebani niganda. Haraka furahia niganda, kazi ya mbinguni ina raha, chemi chemi tele ya